Pateni hatua hii ambayo imechukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya kwa lugha rahisi, sisi tunasema hivyo, kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya, ili kila mmoja aelewe, inaweza kueleweka kwa raia wa kawaida, na hata yule asofahamu pia apate kufahamu. Hili swala unalitafsiri vipi, Pateni, uswe binafsi? Niseme kwanza, Jumuiya ya Ulaya inatoa ufadhili kwa mataifa mbalimbali yanayoendelea. Kuanzia mwaka 2014 mpaka 2020 walikuwa na mfuko unaitwa mfuko wa maendeleo wa Jumuiya ya Ulaya wa awamu ya 11. Sasa katika kipindi hicho taifa letu kuanzia mwaka 2015 mpaka 2020 na moja hivi tulipokea si chini ya trilioni 2 na ushe. Ni pesa ambazo zinaelekezwa katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni katika masuala yanayohusiana na uchumi, ya tunasema green economy, uchumi wa kijani, tunaweza tukatumia lugha hiyo, lakini pia na uchumi wa blue. Lakini eneo la pili ni kwa maendeleo ya watu, kwa maana ya human capital development, na eneo la tatu ni katika masuala ya maendeleo governance, utawala, pamoja na masuala mengine yanayohusiana na kukua kwa mambo ya kidijitali. Sasa mambo hayo yote yalikuwa yana maeneo matatu ya msingi. Jumuiya hii inavyofanya kazi, kuna pesa ni za misaada, unapewa kama msaada, lakini hapo kuna pesa unapewa kama mkopo wa masharti nafuu, lakini kuna pesa zingine zinaitwa za ruzuku, yani grants. Sasa kuanzia mwaka 2021 mpaka 2027 walibadilisha mfuko, wakaja na mfuko mwingine unaitwa mfuko wa ujirani, maendeleo pamoja na mahusiano ya kimataifa, kwa maana ya NDCIC, Neighborhood Development International Cooperation na international instruments. Kwa hiyo kwa mfuko huo una takriban 79.9 milioni euro kwa ajili ya kusaidia mataifa ya Afrika, mataifa ya Karibia, mataifa ya Pasifiki, lakini wameupanua ukawa ni wa ulimwengu zaidi. Sasa katika kipindi hicho walishapitisha katika mataifa mbalimbali, kutokana na taasisi tulizonazo hapa za Jumuiya ya Ulaya, zilishapitisha kiasi cha pesa zisizopungua trilioni 2 hivi kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa yale yaliyojitokeza tarehe 29 Oktoba yalileta alamu kidogo, na hivyo kwa sababu watu wao walikuwa wanaangalia katika masuala ya kukuza utawala bora, kukuza masuala yanayohusiana na bajeti, yani misaada ya kibajeti na mengineyo. Na Jumuiya ya Ulaya imekuwa ikifanya hivyo hata wa kipindi kile cha lile soko la ili la IPTL, lile la escrow, waliweza kuondoa karibia milioni 53.5 takriban there na ushe za euro waliziondoa, kwa sababu waliona kwamba mambo yanavyokwenda wakupenda, na hivyo walipenda kuwepo uwazi na kusiwepo ubadhirifu na kadhalika. Kwa hiyo kipindi kile katika budget support waliondoa huo msaada. Kwa hiyo na kipindi hiki tumeona kwamba wanaondoa karibia euro 156 za milioni, sawa na bilioni 440 za Tanzania. Tafsiri yake ni kwamba zile pesa za misaada ndo wameondoa, kwa sababu mfuko una vipengele vingi ambavyo vinasaidia Jamhuri ya Muungano katika sekta mbalimbali za maendeleo. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kiasi hicho cha pesa ya msaada kinapoondolewa, kuna masuala yanakwama. Kuna masuala tutahitaji nguvu nyingi ya ndani au kupata washirika wengine kuweza kufidia katika eneo hilo ambacho hicho kiasi kitakuwepo. Kwa hiyo katika hizo pesa za misaada zilikuwa zinatumika katika miundombinu vijijini na umeme vijijini, kuongeza kwenye ile REA, lakini vile vile masuala mbalimbali yanayohusiana na maendeleo ya vijana, ukiangalia katika masuala ya digitali na innovation na mengineyo, na mambo mengine tu ambayo hiyo pesa ingeweza
kuingia katika afya, katika kilimo na kadhalika. Kuna baadhi ya watu wanaona pengine hili ni swala sahihi. Wengine pia wanaona kwamba mbona ni kitu cha kawaida sana kuondosha msaada wa namna hiyo, pengine tusiathirike kwa namna yoyote. Na kuna wale ambao pia wanaona kwamba sasa hivi ni wakati wetu wa kwanza kujitahidi kujikongoja wenyewe kidogo kidogo. Pateni kwa hali halisi tulionayo hapo nchini kwetu, kwa kuondoshwa msaada wa namna hii unaweza kutuathiri vipi? Utatuathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kuna vitu inabidi tubadilishe kuvifanya. Kwa mfano, matumizi ya serikali yatabadilika, lakini uone kwamba ni bahati mbaya au bahati nzuri, jambo hili linatokea kipindi tunakaribia kuingia kwenye bajeti ya serikali. Kwa hiyo kutangazwa kwa mabadiliko hayo katika huo upande, kama tayari kilishaingia kwenye zile wizara zimeshaanza kusoma bajeti zake, tutegemee bajeti kuu kubadilika pia. Kwa hiyo si kwamba ni kweli watu wanaweza kusema tuanze kufikiri kujitegemea, lakini hawa watu wako wanatupatia misaada ili tuendelee kuwaomba. Lengo ilikuwa ni kwamba wakuze uwezo wetu wa ndani na sisi tuweze kuwa na uchumi ulio bora, tuweze kujitegemea, tuweze angalau kupanda kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na wakati mwingine nchi hizi za Ulaya zinafanya hivyo kwa sababu zilitawala mataifa haya ya Afrika na yale ya Pacific na Karibia. Kwa hiyo unajikuta kwamba zina wajibu wa kimsingi hata bila kuambiwa kwamba tunawapa mikopo, lakini ya masharti nafuu, tunawapa misaada na pia tunawapa ruzuku. Kwa hiyo kuna usahihi ndani yake, kwa sababu wanatupa hiyo misaada kusudi tuimarike, kusudi tubadilishe masuala yanayohusiana na haki za binadamu, tuyaimarishe, sheria ziwepo nzuri, tuweze kutengeneza mahusiano yanayoeleweka. Lakini sasa wanapoona pesa inatumika na bado hali inabaki pale pale, kuna msingi kwamba maana zile pesa ni za walipa kodi wa Ulaya, licha ya kwamba ndio katika historia wana majumuiya watakwambia mataifa ya Ulaya yameendelea kwa kuwaibia au kwa kuwapeleka kwenye ukoloni mataifa ya Afrika na kuchukua hizo resources, lakini inafika sehemu nakubali, kwa sababu ilikuwa ni pesa ya misaada, hatuna la kufanya, ila itatuathiri. Hatuwezi tukawa kichwa ngumu kwamba itatuathiri, kwa sababu hatuna vyanzo vya kujitosheleza vya kulipa kodi na kuweza kuhimili ile bajeti yetu yote, kwa sababu naona 40% pesa za miradi ya maendeleo karibia wazi zinatoka kwa wahisani. Hicho kingine tunaweka kwenye matumizi, kwa sababu hawa jamaa wakupi pesa ili ukale, wanakupa ili uweze kuweka kwenye miradi itakayoweza kuonekana. Na isitoshe na makampuni, wana taasisi nyingi ziko hapo. Julai mosi mwaka huu, maanake ni mwezi ujao tu hapo, si mbali kutoka hivi sasa, mchakato wa kuelekea kwenye dira yetu sasa ya maendeleo 2050 unakwenda kuanza rasmi. Kwa hiki ambacho kimetokea Patenus, ukitazama inaweza ikae na turejesha nyuma kutofikia pengine yale malengo kusudiwa ya kuelekea kwenye dira yetu ya 2050. Ninachoona ni kasi ya kufikia inaweza ikazorota kwa sababu ya kutokuwa na pesa ya kutosha, kwa sababu hili lilikuwemo ndani ya majumuisho ya dira yetu kwamba lazima tutashirikiana na wadau na taasisi mbalimbali za maendeleo. Na unavyoona kwa mfano hicho kiasi ambacho kimeondolewa, wakati mwingine kilikuwa kinapatikana kutoka either kupitia benki ya biashara ya Ulaya au kupitia benki ya Ulaya. Kwa hiyo wanakiweka katika mfumo huo, na hivyo sasa kumbe maombi mengine unaweza ukakuta yanakuwa magumu, na ya wakati mwingine yanaweza yakaja na masharti magumu, na wakishaanza hivyo na mataifa mengine ambayo sio ya Ulaya yanaweza yakaanza. Kwa mfano Uingereza iko chini ya Ulaya, ya jumuiya ya Ulaya, lakini na yenyewe inaweza ikaanza kupunguza, kwa sababu kelele hizi ni kelele za ndani. Ujue mataifa sasa hivi yamebadilika. Mianzo ile ya miaka ya nyuma mataifa yalikuwa yanapigania kupata zile haki za mataifa, the rights of nations, ambazo zinaangalia territorial, zinaangalia mazingira mazima ya uhuru wake na kadhalika. Lakini sasa hivi watu wameanza kubadilika, wanataka haki za kiraia, the rights of citizens. Kwa hiyo hizi zote zinaenda kuathiri, kwa sababu wameanza kugundua na kuliona wazi kwamba thamani ya maisha ya mtoto aliyoko Tanzania ni sawa na thamani ya maisha ya mtoto aliyoko Italy, ni sawa na thamani ya maisha ya mtoto aliyoko Uingereza, aliyoko Marekani, aliyoko jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo kumbe wameanza na kugeuka sasa, kwamba badala ya kuyaacha mataifa sasa yaendelee kushikilia masuala yanayohusiana na himaya zao,
kupambana mambo ya kivita na kadhalika, wanaanza kuangalia watu wenyewe. Kwa hiyo kwamba mambo yanabadilika hapa, tunaenda kwenye people to people kind of relationship, tofauti na ilivyokuwa zamani. Bila shaka jambo ni kubwa kama ulivyotueleza, na hizi ni fedha za muhimu sana kwa ustawi wa maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Kwa hiki ambacho kimeonekana, dosari hii ya Oktoba 29 katika uchaguzi mkuu, sababu ambayo imetilisha wasiwasi na hata kuweza kupelekea misaada hii kutakiwa kufika kama ilivyopangwa, ilivyokusudiwa, na pengine kura zikiendelea kupigwa na ikibainika kwa wote kuweza kupitisha, manake tunakosa moja kwa moja. Kuna chochote ambacho tunapaswa kama nchi kukifanya kwa nyakati hizi, walau kuweza kuweka uwiano ambao unaweza ukatuweka katika mstari ambao uko salama kwetu, tukaendelea kupata misaada ya namna hii? Ndio kipo. Kwanza tuanze na tume ya Jaji Chande, ilieleza kwamba tuna vyanzo vitano kwamba ndivyo visababishi vikuu vya haya yanayotokea. Kwa hiyo kumbe tayari tumeshapata kengele ya kwanza ndani ya taifa iliyotuambia ukweli kwamba kuna mambo kadhaa, na hivyo ukiangalia sababu walizozitoa katika kupitisha hilo azimio ambalo litapelekwa sasa kupigiwa kura rasmi kuona kama litapita au halitapita, na mimi nisingependa tujikite kwamba halitapita, sisi tujikite kwenye worst case scenario kwamba yani mabaya yametupata, kuliko kujifariji kwa sababu ni wale wale, au utatoka ndio katika bunge la wawakilishi, utapelekwa kwenye seneti, na mwisho wa siku utajikuta kwamba kamisheni inapitisha. Kwa hiyo ukiangalia ambayo yamejitokeza, wamesema kabisa ukiukwaji wa haki za binadamu na masuala mengine kama hiyo, na Rais wa Jamhuri alisema naye pia anaungana na sauti hizo kwamba ni kijidoa tulichojitia. Kwa hiyo ukiangalia alisema ni kijidoa tulichojitia kabla, na baadaye ikaja kudhibitishwa na tume ya iliyoundwa naye ya kuchunguza uvunjifu wa amani wakati wa tarehe 29 na baada. Kwa hiyo nadhani ni msingi sasa hizi tume ambazo zinaundwa kushughulikia mambo haya na kelele za ndani zinazozungumza uwajibikaji uanze kufanyika kusudi zionekane jitihada za kimsingi kwamba mambo yanatekelezeka. Lakini ukumbuke kwamba swala kwa mfano la kupotea kwa watu na kuuawa kwa watu na vitu kama hivyo vilisema hata ndani ya ripoti ya Jaji Chande. Kwa hiyo ni msingi sasa, tokea ripoti hiyo imetolewa bado tunaona watu wanapotea, watu wanauawa, tuelewi yani mambo yanavyokwenda. Lakini kumbe tukianza kuonyesha jitihada za kimakusudi kubaini wale ambao wanafanya hivi, na hata kabla ya tarehe 29 masuala haya yalikuwepo, na ndio yaliyofanya kulingana na tume ya Jaji Chande, rejea ya Jaji Chande, kwamba hiki ndicho kilichosababisha watu kupotea, ni moja wapo ilifanya watu walipuke. Kwa hiyo kumbe ni msingi kwamba yale yote ambayo tunaazimia kuyafanya na ambayo tayari tumeshaweka kwenye utaratibu yafanyike, kusudi tuweze kusema lakini mnaona jitihada zinazofanyika, mnaona tumebaini hiki, mnaona tunashirikiana hiki, na mwisho wa siku nafikiri wanafanya hivi makusudi kusudi Tanzania liendelee kuwa taifa lililo huru zaidi, lililo la amani, la watu kuishi, na ukijua kwamba mataifa haya yana interest na taifa hili kwa sababu yamewekeza, kwa maana ya kwamba kuna taasisi za kimataifa za Ulaya ziko zinafanya kazi hapa. Kwa hiyo kuna biashara zinafanywa, kuna watu wanaishi. Kwa hiyo tusipokuwa na amani, ni dhahiri kwamba mambo hayo yote yanaharibika, yanabadilika. Kwa hiyo kumbe na wenyewe tusije tukasema eti ni mabeberu, ni watu wa huko. Na wenyewe wana stake katika haya, wana jambo wanaliona la msingi juu ya maisha yao pia. Patano, swala hili katika sheria na kanuni za kimataifa lenyewe linatafsiriwa vipi hasa? Kwanza ifahamike kwamba kila taifa liko huru kufanya mambo yake, lakini mataifa yote yanaongozwa na misingi kadhaa, na misingi hiyo hakuna taifa ambalo linalazimishwa na taifa jingine kutoa misaada kwa taifa jingine, ila sema kwamba kuna kanuni za tunasema za ujirani mwema, za kanuni za nia njema ambazo mataifa haya huhusiana, na kutokana na hilo unajikuta mataifa yanaweza kwa sheria zake na kwa namna ambavyo zimehusiana na taifa jingine kuliwekea vikwazo taifa fulani au kulinyima kitu fulani ambacho kilikuwa kinafaidishwa kutoka kwao. Kwa sababu ndani ya mataifa hayo kuna kelele kwamba mbona wewe unaunga mkono, unachukua pesa zetu sisi walipa kodi, unawapatia watu ambao ndani ya taifa lao tunaona wana ukiukwaji wa haki msingi za kibinadamu, ambazo hizo ni za jumla kwa mataifa yote ya ulimwengu.
Na ndio maana unaposema kwamba tumejitia doa si kwamba eti watu wameandamana wakavunja majumba au wakavunja, hapana, ni kwa sababu kuna kitu kilifanyika dhidi ya binadamu ambacho hakikustahili kufanyika hivyo, na bado kulikuwa kuna jitihada nyingi za kufanya kisifikie hapo. Kwa hiyo ni watu wengi wanaweza wakasema tuko huru. Ndio, ukisoma hizi sheria za kimataifa kuanzia mkataba wa Umoja wa Mataifa, tuko huru na tunatakiwa kuheshimiwa kama taifa lilo huru, lakini kuna masuala yanayotuhusisha taifa na taifa, na masuala hayo yanatokana na kile mnachokisikia kinaitwa bilateral relations. So unaona, kwa mfano sasa hivi tuko Urusi, tunaingia mikataba, hizo ni bilateral relations. Sasa kama hizo mikataba zilikuwa unaingia kwa ajili ya kuangalia masuala fulani ya kimsingi, kwamba tunaingia mkataba huu, usivunje haki hii, ukaivunja, maana umekiuka. Na ndio maana unaangalia kwa mfano masuala ya mazingira. Kuna kampuni nyingi sasa hivi zimebadilika, uwezo ukafanya nazo kazi bila kuonyesha mkakati wako wa mazingira na bila kuonyesha sera yako ya mazingira, na je, unayalindaje mazingira. Kwa hiyo kumbe vitu vingi vipo vya aina hiyo ambavyo uwezo ukaviona kwenye sheria za jumla za kimataifa, lakini zipo katika sheria za ndani ya taifa na taifa. Kwa hiyo hizo ndizo tunazotakiwa kuangalia. Tutazame swala hili Patenus pia ambalo nchi za Umoja wa Ulaya zimekuwa zikionekana pengine kuweka mashinikizo mbalimbali kwa nchi zetu hizi za Kiafrika. Kwanza ni sahihi kwao kuweza kufanya hivyo, kutuwekea masharti ya namna hiyo, lakini pia kuna tija kiasi gani ya kuweza kusikiliza na kuchukua hatua katika mambo kama haya? Niseme kwanza itategemea ni masharti gani ambayo tunawekewa. Kwa mfano tunapozungumza swala hili kwamba tuzungumze kwa mfano masharti yanayovunja miiko, taratibu na mila zetu, hayo ndio yamekuwa masharti tunayopigia kelele, ambayo yanakutaka uweke katika sheria zako kitu ambacho kijamii hakikubaliki. Hicho tunakipinga. Lakini masharti mengine yatokanayo na kwamba nakupa hiki unipe hiki, hayo masharti hatuwezi tukalaumu sana, kwa sababu ni ya makubaliano na yanatokana na ukosaji wetu. Na kingine watu inabidi wafahamu, kisha kuwa maskini una uchaguzi mbele ya maskini ni kutii. Utiifu uko sana kwa watu maskini wewe inapokuja swala hili kwamba usikilize uende hivyo. Kwa hiyo maskini hana uchaguzi wa chochote. Lakini kingine ambacho watu inabidi waangalie ni kwamba siku hizi humu ndani tunakopeshana kwa riba. Tunakopeshana kwa faida. Kwa hiyo unakuta mtu anakupa 1500 anakuambia unirudishie 5500. Unirudishie 5600. Si ni masharti hayo? Sasa kama sisi wenyewe tunafanyia na masharti hayo, kwa nini tufikiri wengine wasitufanyie masharti kwa pesa zao? Kwa hiyo kumbe mimi nayaona ni mambo ambayo ni ya msingi tuyaangalie katika hatua hiyo, lakini kikubwa ni kwamba yasiathiri misingi yetu ya uhuru wetu kama taifa, kuamua kwamba tabia zetu zifananeje na ziendeje, lakini si tabia zile ambazo zinasema zinakiuka haki msingi za kibinadamu. Tabia za kuua au tabia za hizo hazikubaliki dunia nzima, na pale unapozivunja na tutanyoshewa vidole tu zinapotokea. Vidole zitakapotokea utanyoshewa vidole, utake usitake. Hata taifa kubwa kama Marekani linapovunja kanuni msingi za watu wanalisema. Ila sasa kwa sababu mwenzetu ana kamfuko kakubwa, ndio hivi yani, unajua pesa anahueni. Tutamani kuwa na wakili Novatus, lakini bahati mbaya hatumpati kwenye mtandao, kidogo unasumbua. Nitaka kufahamu kutoka kwake kama wakili, lakini hata wewe Patenus pengine unaweza ukaligusia hili kwamba ni hatua zipi kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kurejesha sasa mahusiano ambayo yanaonekana kupoa pengine katika baadhi ya nchi za kimataifa ambazo tumekuwa tukienda nazo vizuri tu mwanzo na kuweza kupata misaada hapa na pale, lakini mambo yanabadilika. Kimsingi sio hata la kisheria sana kwamba tuwekeane sheria, lakini ni la utendaji wetu wa ndani, kwamba sera yetu ya mambo ya ndani tunaitekelezaje, na hiki wanachokibishia au wanachokipigania au wanachokisema kimedhibitishwa hata na tume tuliyoiunda sisi, kwamba kulikuwepo vifo vya watu vimetamkwa 518, na ameendelea kusema katika ripoti hiyo kwamba vinaweza hata vikabadilika, kwa sababu si wote waliopeleka kesi hizo za watu kupotea, watu kufa kama ambavyo wengine wamefanya. Kwa hiyo kumbe ni jambo la ndani, na kwa kuwa ni jambo la ndani, ni jambo linalohitaji uwajibikaji. Jamii ya Watanzania inasema tunataka uwajibikaji, japo ndio watawala wanasema twende kwenye ulingo wa maridhiano. Hao wanasema hapana,
tuwajibike. Lakini kwa hiyo mimi ambacho nakiona ni kikubwa kufanyika ni moja, kuwajibika, kubadilisha kile ambacho kinaendelea ndani, kwa sababu sauti hizi hazijaja kwa sababu ya uonevu, zinakuja kwa sababu kuna tukio limefanyika. Mwaka 2021, 22, 23 mpaka 24 hazikuwepo. Mwaka 2005 Januari, Februari, Machi, Mei, Juni, Julai, August, Septemba mpaka Oktoba katikati hazikuwepo. Kwa ina maana kuna kitu kimejitokeza ambacho kinashtua ulimwengu, na kwa kuwa taifa hili hawajalizoea kuwa hivyo, wanapiga kelele. Na kimsingi kelele hizi mimi naziona ni kelele za upendo mkubwa, kwamba hatujawazoea hivyo. Umekuaje hivi? Mbona sijakuzoea hivi? Siku moja niwahi kumpa mtu siku moja mtu mmoja aliwahi kupata ajali, nikasaidia kumwendesha. Siku nyingine akawa amepata ajali, akawa anapita, akashangaa, mbona leo unaendesha hivi? Unajua nikasema siku hiyo ulikuwa umepata ajali. Kwa hiyo kumbe inafahamika, watu wanaona kwamba kuna jambo si sawa. Sisi tubadilishe jambo hilo. Kwa mfano, kuna mambo ni ya kawaida ambayo yanaweza kudhibitiwa na jamhuri kwa sababu vyombo vipo. Tuanze na swala la utekaji na watu kuuawa. Hilo linawezekana kudhibitika, vyombo vipo. Maana kinachoogopesha ni kwamba mtu kama mimi anapotea na hakuna hata tone linaloonekana la kupotea, yani without trace. Mtu kama mimi unavyoniona na yoyote. Sasa hivyo ni vitu vinavyoogopesha, ni vitu ambavyo ni vigumu, lakini ni vitu ambavyo vinawezekana kwa sababu tuna vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Vinafahamu kila kitu na vinafanya kazi na vinalipwa kwa kodi, vipo kwa ajili ya hilo. Sasa kwa nini havifanyi kazi inavyostahili? Umeona waziri mkuu katika ziara zake, watu wanalia, watoto wetu wamepotea, wamefanyaje? Na waziri mkuu alituambia na madaraka makubwa. Sisi tulikuwa tunasubiri aseme, atoe neno, lakini hakulitoa vile tunavyoliona likitoka katika mambo mengi makubwa. Kwa hiyo nafikiri wakianza kuona muhimili, yani serikali nzima inasimama kwa sauti moja, inakemea hivi vitendo, jeshi la polisi na taasisi za ulinzi na usalama zinasimama, hilo litapotea, kwa sababu alikuwepo kwa miaka mingi sana vile kuwa wazi na kubwa kiasi hiki. Alikuwepo kwa namna hiyo. Kwa hiyo kumbe inawezekana sisi wenyewe ndani ya taifa hilo moja tukaliondoa, lakini jingine tukatengeneza utaratibu mzuri wa kidemokrasia na mifumo yetu ya kisiasa ifanye kazi vizuri, itoe haki kwa wote bila ubaguzi, bila upendeleo, kwa kujali maslahi mapana ya taifa. Hayo mambo yanawezekana. Hii miaka imekuwepo kwa takriban miaka takiwa tumepata uhuru, lilijitokeza ndio mwaka 2000 kule Zanzibar. Miaka karibia 30 baadaye likajitokeza Tanzania bara. Kwa hiyo tunaanza kuhesabu kwamba ukiangalia kadri miaka 30 na ushe linaweza likajitokeza 2050 pia. Kwa hiyo kumbe tusipoziba ufa tutajenga ukuta. Hatari sana. Natamani sana kuweza kufahamu ni nini hasa kikubwa kinapaswa kitazamwe kwa jicho la tatu zaidi, hasa tukitazama nyakati zetu hizi tulizo nazo kwa wakati huu katika kutengeneza ule umoja wetu na mshikamano, lakini wakati huo tukiwa tunaendea harakati na kile ambacho kinatuongoza katika muktadha wa maendeleo wa ustawi wa nchi yetu kuelekea dira ya maendeleo ya 2050. Paternus, ni namna ipi hasa ambayo tunapaswa pengine kuzingatia sisi wananchi pamoja na serikali yetu? Tuna sura mbili ambazo zinaweza zikatusaidia. Moja ni pana, ni la kijamii, ambalo linahusika na tabia zetu na namna zetu tunavyotii kanuni, taratibu, sheria na miongozo mbalimbali. Kuna kitu tunahitaji tukifanye katika eneo hilo. Tuna ulegevu mkubwa sana wa kutotii sheria, wa kutoziishi sheria, kutoziishi kanuni. Hilo ni la kijamii ambalo lina mjadala mrefu sana na lina sababu zake kwa nini liko hivyo. Lakini la haraka ni uongozi, kutii na kusimamia sheria ipasavyo. Katiba yetu tulionayo hii, ikisimamiwa bila upendeleo, ikasimamiwa kwa nguvu zote, kuna mengi yatabadilika. Kwa hiyo kumbe turejee katika utawala wa sheria. Yani kuna mtu anavunja sheria na ni viongozi wanavunja sheria kabisa, yani, na hakuna anayeweza akasema chochote, wanaona ni sawa. Kwa hiyo sheria zinapoanza kukiukwa, kwa sababu sheria hizo ndizo zinazostarabisha. Bila sheria tuwezi tukawa wastaarabu. Uhuru wa mwanadamu uko katika sheria. Pale sheria ambapo haipo, uhuru wake haupo. Inakuwa ni sheria
ya nyika kwamba mwenye nguvu mpishe. Tunasema Mungu yupo na ardhi ipo. Kwa hiyo yani inakuwa ni mtu mmoja juu ya wengine. Lakini kumbe tukifuata misingi yetu ya kikatiba, vyama vya siasa vikafata utaratibu kama ulivyo wa kisheria, tukaanza kuona kwamba kwa mfano uwepo wa taasisi za upinzani, vyama vya upinzani ni moja ya tunu ya kitaifa kusudi tuwe na umoja ulioshikamana, tuwe na umoja mkuu. Tukayaona hayo, tukaanza kuwaona kila yoyote anayekuja na hoja kinzani sio adui wa taifa. Ni sehemu ya kuboresha na kuimarisha taifa letu. Vyama vikaanza kusimamia misingi yake. Kuanzia Chama cha Mapinduzi, binadamu wote ni sawa. Ukishasema binadamu wote ni sawa, uwezo ukawabagua. Sasa ukisimamia mwiko huo vizuri, utafika mbali. Tukisimamia taratibu tulizoziwekea, tutafika mbali. Kwa hiyo kumbe tunaanza na uwajibikaji wa viongozi. Wale tumewapa dhamana kuu kwamba tunataka tuwe taifa la amani, lenye uhuru, lenye haki, lenye utu kama katiba inavyosema, na wakalisimamia hilo, tutaweza kubadilisha. Kwa sasa ni viongozi kwanza kwa sababu watu wanaangalia viongozi wanafanya nini. Sasa kabisa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.